الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake, wa idha qila lahum, na pindi wanapoambiwa makafiri, ittabi'u ma anzala Allah, fuateni aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, fuateni Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Makafiri wao hujibu na kusema, qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana, sisi hatufuati Uislamu bali sisi tunafuata yale tuliyowakuta nayo wazee wetu, tuliyowakuta nayo baba zetu. Huu Uislamu umeletwa na wakoloni wa Kiarabu, na lengo lao kuleta huu Uislamu ni kutaka kuturudisha sisi nyuma kimaendeleo. Kwa hiyo sisi tunafuata dini ya wazee wetu, sisi tunafuata dini ya babu zetu. Wazee wetu walikuwa wakiabudu mizimu, walikuwa wakiabudu mibuyu mikubwa, na sisi tunatakikana turejee katika yale waliokuwa nayo wazee wetu. Tusikubali vitu vya kuletewa. Haya ndio waliokuwa wakiyasema makafiri. Allah anayaeleza, na leo hii anasema bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana, sisi tunafuata yale tuliyowakuta nayo babu zetu, wazee wetu. Wewe babu gani unaowakusudia? Wewe unayesema kwamba turejee kufuata dini ya babu zetu, ni babu gani, babu zako gani unaowakusudia wewe? Kwa sababu sisi baba yetu wa mwanzo Abul Bashar Adam alayhi salam, yeye alikuwa ni muwahhid. Adam alikuwa akimpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ni Muislamu. Sasa babu zako gani unaowakusudia wewe? Babu gani hao unaowakusudia? Lau kama utasema kwamba mimi siamini kwamba alikuwepo huyo Adam, na sisi tunakwambia pia hatuamini kama hao babu zako walikuwepo. Kitu gani kilichokufanya wewe uamini kwamba babu zako walikuwepo alafu Adam hakuwepo? Ukisema kwamba mimi naamini kuwa walikuwepo kwa sababu mimi nipo na mimi sikupatikana bila ya baba, na baba hakupatikana bila ya baba, na sisi tunakwambia pia hao babu zako hao hawakupatikana bila ya mababa, na hao mababa hawakupatikana bila ya mababa mpaka kufikia kwa Adam. Sasa ni mababu gani unaowakusudia? Ikiwa wewe huamini kuwa Adam alikuwa ni Muislamu, basi na sisi hatuamini kuwa hao babu zako walikuwa wakiabudu mizimu. Kwa nini mnataka kuwachezea watu akili zao? Madarikul ulum, njia za kudiriki elimu yoyote unayojua wewe katika hii dunia, njia za kudiriki jambo, njia za kudiriki elimu ni tatu. Kwa nini nyinyi mzidhibiti hizi njia ziwe ni njia mbili au iwe ni njia moja? Njia za kudiriki mambo ni tatu. Njia ya kwanza ya kudiriki elimu ya aina yoyote ni alhis, hisia, ima kuona au kusikia au kunusa au kushika. Hizi ni njia za kudiriki mambo. Unasema gari lile pale, unajua kuwa lile ni gari kwa sababu umeliona. Unajua kuwa hapa kuna watu kadhaa, idadi kadhaa, kwa sababu umewaona. Hii ni katika njia za kudiriki mambo, na Allah ameeleza katika Qur'an, afala yasma'un afala yubsirun, hivi watu hawaoni?
watu hawazingatii, hawasikii. Na njia ya pili ya kudiriki mambo ni al-aqlu. Allah anaeleza katika Qur'ani, afala yaqilun, hivi hawazingatii watu hao. Na njia ya tatu ni al-khabaru sahih, habari iliyokuwa sahihi. Sisi tumeelezwa kuwa Adam alikuwepo na sisi tunaamini kwa sababu aliyetuelezea ni al-alim al-khabir. Kama wewe ulivyoelezwa kwamba babu zako walikuwa wakiabudu mibuyu, kama leo hii tunavyoamini kwamba Marekani ipo na hali ya kuwa wengine bado hatujafika, lakini tunaamini kwa sababu tumeelezwa na habari ni habari sahihi, na habari ni habari iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo Allah anawaeleza watu hawa wanapoambiwa fuateni Uislamu. Sisi hatufuati Uislamu, sisi tutafuata wazee wetu waabudu mizimu waliokuwa wanakula nyama mbichi na mengine mfano wa hayo. Sasa Allah anawajibu watu hawa, Allah anawajibu. Hakuna shubha yoyote itakayoletwa hivi leo isipokuwa katika Qur'ani kuna jawabu lake. Allah anawajibu wajinga hao waovu, anawabainishia kwa kuambia awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a wala yahtadun, hivi nyinyi mnawafuata babu zenu hata kama hao babu zenu walikuwa hawadiriki chochote. Hoja si kuletwa, hoja iko kilicholetwa kinafaa au hakifai. Kwani tumeletewa vitu vingapi? Tumeletewa vitu vingapi? Kama hoja ni kuwafuata wazee, tuweni hizi nguo tuvae ngozi, tuache kutumia mitandao, tuache kutumia usafiri. Sio kila kilicholetwa hakifai. Ikiwa ni hivyo, hata wewe hufai, kwa sababu wewe mwenyewe pia umeletwa. Wewe mwenyewe si umeletwa, ulikuwepo wewe, basi wewe pia hufai kwa sababu wewe umeletwa. Allah anaeleza awalau kana abau la yaqiluna shay'a, hata kama hao baba zao walikuwa ni wajinga, hawajui chochote. Kisa eti babu aliabudu mzimu, waliabudu mdomba na mimi niabudu mdomba, huo ujinga uliopitiliza. Kisa babu aliabudu mbuyu na sisi tuabudu mbuyu. Awalau kana abau la yaqiluna shay'a, hata kama wao walikuwa hawajui lolote, wala yahtadun, wala walikuwa hawajaongoka. Kwa hiyo ibra si babu, ibra si babu walifanya, hiyo sio kigezo eti kwa kuwa dini imeletwa dini hii sio sahihi. Nani aliyekwambia wewe? Vingapi ulivyoletewa wewe? Ni vitu vingapi ulivyoletewa? Ibra si kuletwa, ibra hicho kilicholetwa ni sahihi au sio sahihi. Ibra sio mababu wala baba wala wazee. Kama walikuwa wamepotea, sisi tutawaacha na mambo yao, tutafuata dini sahihi aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a wala yahtadun, hivi mtawafuata hao wazee wenu hata kama wao walikuwa hawadiriki chochote wala walikuwa hawajaongoka? Uislamu ndio dini ya haki. Uislamu, msibabaishwe. Uislamu ndiyo dini ya haki, hakuna shaka ndani yake. Hakuna mtu anayeweza kusimama dhidi ya Uislamu, hakuna yoyote yule. Mtu yoyote hawezi kusimama dhidi ya hii dini ya Uislamu, aseme atakavyosema, aropokwe atakavyoropokwa. Uislamu ni thabit swamit, hakuna wa kuuangusha huu Uislamu, na Waislamu wataendelea kuwepo ila ayati ya amru Allahi azza wa jalla. Msibabaishwe, thibitini katika dini yenu. Hii ni dini ya haki na ndiyo dini aliyoiridhia Allah, na wala hakuna shaka ndani yake. Thibitini na muwasomeshe watoto wenu na vizazi vyenu dini hii ya Uislamu. Nusra ya Allah iko karibu ikiwa sisi tutarejea katika dini ya Uislamu aliyofundisha Bwana Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ewe Mola wetu ya Rabbi, tunakuomba umhifadhi na umlinde rais wa nchi hii, na Allah subhanahu wa ta'ala tunakuomba umpe wasaidizi waliokuwa wema, wale ambao watakumsaidia katika yale unayoyapenda na kuyaridhia. Ewe Allah, ihifadhi amani ya nchi hii na nchi zote za Waislamu ya Rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.